Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kunipa fursa hii. Ni neema ya Mwenyezi Mungu amenijalia kuwa sehemu ya bunge hili tangu bunge la 11 na 12, lakini kwa mara ya kwanza tangu Mwenyezi Mungu anipe fursa ya kutambulika humu bungeni na cheti na sio orodha ya majina, ndiyo nimesimama hapa kuweza kutoa mchango. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini kishukuru sana chama changu cha Mapinduzi chini ya Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini kipekee kuwashukuru wananchi wa jimbo la Kondoa Mjini. Haikuwa rahisi, lakini yametimia, na mimi nina watoa hofu. Watu wafupi hatuna maneno mengi, lakini huwa tunaonekana kwa vitendo. Wawe na moyo wa subira. Ilani imeeleza vizuri maendeleo. Tunamwona Mheshimiwa Rais na baraza aloliteua wanaofanya kazi, basi mimi kiraka wao waje wanipime 2030 kwa maendeleo yatakayomiminika ndani ya jimbo la Kondoa Mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue fursa hii. Kama nilivyosema, hiki ni kipindi cha 3. Na kila mtu anajua mimi ni mkulima kweli kweli. Naweza nisichangie hoja yoyote ndani ya mjadala wote ama mkutano wa bunge, lakini sitoacha kuchangia kilimo. Najua yako mambo huko nyuma tulikuwa tunashauri, lakini hayafanyiwi mpaka kazi yakatugusa. Lakini kipekee nimpongeze Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli mwanamama huyu tangu ameingia madarakani amekuwa pioneer ya namna ya kuwekeza fedha na vitendo kwenye sekta ya kilimo. Makofi mengi kwake Mheshimiwa Rais. Nataka tu niongee, kuna wenzangu walopata kuchangia jana walisema hatuna kipimo. Mimi naomba niwaambie, wakati anaingia madarakani Daktari Samia Suluhu Hassan, bajeti alikuta ilikuwa bilioni 294. Lakini bajeti ilomalizika kutekelezeka 25-26 ilikuwa trilioni 1.19. Niwape hesabu rahisi kabisa. Ingekuwa basi katika bajeti hizi mbili tumepokea 1% tu ya matoleo, kule 294 tungekuwa tumepokea bilioni 2.94. Kwenye hii trilioni 1.19 tungekuwa tumepokea matoleo ya 1% tu, basi ingekuwa bilioni 11.9. Kwa hiyo mwenye macho haambiwi tazama. Na leo naomba nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuwa na jicho la maono la viongozi wa kufanya nao kazi. Mimi ni declare interest, ni makamu mwenyekiti na nimefanya kazi na mawaziri wawili. Nimpongeze sana aliyempa kijiti Mheshimiwa Chongolo, Hussein Mohamed Bashe. Yeye wakati anapewa jukumu hili akisaidiwa na Mavunde waliweka document ya kuweza kupeleka kilimo kuchangia 10% itakapofika 2030. Lakini nimpongeze zaidi Mheshimiwa Chongolo. Huyu ni kiongozi na ni kiongozi mahiri kweli kweli. Mawaziri wengi hawana continuity. Wakiingia kwenye wizara wanaanzisha mambo mapya. Alikuja kwenye kamati kuja kutueleza mipango yake. Anaanza pale wenzake walipoishia. Na uzuri anayo majembe Mheshimiwa Naibu Waziri Silinde msikivu. Anafuata yale maelekezo anapopewa. Mimi nawatakia kila laheri. Lakini kwa watendaji yupo kiongozi wao, Katibu Mkuu Mweli. Haki ya Mungu, huyu jamaa hana maneno mengi kama watu wafupi, yeye ni vitendo na utendaji. Kwa hiyo mimi nina uhakika wakurugenzi wote wa taasisi ambazo ziko chini ya Wizara ya Kilimo kazi mnaifanya na tunaiona. Sasa kipimo ni kipi? Kwenye bajeti kuna kutengewa bajeti, kuna fedha lakini sisi kama bunge kazi yetu pia ni kusimamia zile fedha zinazoenda zinafanyiwa kazi. Mimi niwapongeze kilimo. Fedha ndogo lakini kazi ni kubwa. Leo hii unasema huna kipimo cha kuipima Wizara ya Kilimo. Leo Mtanzania masikini wa kaida kule kwangu Kingale anapokea mbegu ya alizeti ya ruzuku.
leo anapokea mbolea ya ruzuku kutoka kwa serikali yake. Leo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kipindi hiki cha miaka 5 ya utekelezaji wa bajeti na ongezeko hili pamoja na fedha zinazotoka, mazao ya chakula yamepanda kutoka milioni 17 tani mpaka milioni 23, ongezeko la zaidi ya 38%. Leo tukiongelea utoshelevu wa chakula, mama yangu Mheshimiwa Kilango ametoka kuliongelea. Tulikuwa tuna utoshelevu wa 126%. Leo tuna utoshelevu wa 130%. Utasema huna? Leo tumefika Tanzania, Afrika Mashariki ndo nchi ya kwanza kumiliki ndege yetu ambayo inaenda kuwa kolea. Utasema huna cha kuwapima? Leo Mheshimiwa Rais, watangulizi wake wawili waliacha eneo la umwagiliaji la ekari 600. Yeye leo kwa bajeti hii ambayo bado tunamuombea Raymond apande fungu maalum, hela ziendelee kwenda kwenye miradi ya umwagiliaji, amefikisha ekari 983,466 ndani ya miaka yake tu hii 5 ya utekelezaji wa bajeti. Tafiti zinafanyika. Leo tunaona TARI ilikuwa imekufa. Leo tuna Center of Excellence kwenye utafiti ndani ya nchi yetu. Utasema huna cha kuwapima kilimo? Mnyongeni haki yake mpeni. Tunayaona, tutaendelea kuyaona. Rai yangu kwa Wizara ya Fedha, kweli ni sisi wanasiasa ndio tunatoa pressure. Tunataka vituo vya afya. Embu sasa hivi tupeleke kwenye sekta ya uzalishaji. Kilimo itatuletea fedha za kujenga hospitali. Kilimo itatuletea fedha za kujenga mashule. Kwa hiyo naiomba sana Wizara ya Fedha, kilimo kimeonyesha uaminifu na uadilifu. Kwa hiyo tuwapeleke fedha ili waweze kutuzalishia. Lakini kwenye swala la usimamizi, mimi naunga mkono, na hii ilikuwa ni maoni kutoka kwa kamati. Mheshimiwa Rais alitoa vifaa vya ugani, alitoa pikipiki na vipima udongo. Ufanisi wake ukawa mdogo kwa sababu vifaa vile vinasimamiwa chini ya mkurugenzi. Mkurugenzi pikipiki ile anataka ipeleke mitihani, isiende kwa mkulima. Kwa hiyo naomba waheshimiwa wabunge wenzangu, tuunge mkono kwenye kwenda kuanzisha National Agricultural Extension Services Agency ili kule mashambani kwetu wakulima wafikiwe na wagani. Hili ni jambo muhimu katika usimamizi na ufanisi ili wakulima wetu waweze kupata. Tumeona leo watu wanasema BBT hamna chochote. Vijana waliomaliza SUA leo wako. Mheshimiwa Njalu shahidi. Mimi nimeenda kwa watani zangu Wasukuma kule Simiyu, wanasifia, wanawaita maBBT. Wasomi wale kweli wameweka kwenda kuweka mchango katika kuongeza tija kwenye zao la pamba. Lakini Mheshimiwa Waziri, mimi naomba nikushauri mambo mawili. Kwanza Mheshimiwa, mimi nakuomba, inawezekana wataalamu wako wizarani wanafanya mambo mazuri. Sisi tunahangaika hiyo sehemu ya hiyo BBT. Kuna vijana ambao wamesomea marketing na wengine wamesomea mambo ya kompyuta. Watafutie ofisi, wape vifaa. Kazi yao ni kutafuta masoko nje ya nchi. Na utawalipa kutokana na kamisheni kwa masoko watakayoyaleta. Utakuja kunishukuru baadaye. Maana watu wanapenda kupenda besenga nini. Vijana wapo. Naomba niwasemee. Wape vyumba, wape kompyuta, wape vifaa. Na hutawalipa mshahara. Utawalipa kwa performance, kwa namna wanavyokuletea. Sasa hii ni budget. Budget ni mapato na matumizi. Hoja yangu ya mwisho, naomba nishauri, na najua wako watafurahia kimoyomoyo, wako wataonibeza, lakini ni maoni. Liko zao ambalo mimi nataka nishauri kuliko kubanana. Hebu tuangalie chanzo hiki kipya cha mapato. Tumeona, na ninampongeza sana kaka yangu Aretas James Limo kwa kazi kubwa anayoifanya katika kupambana na madawa kulevya. Lakini niliona kuna boti Bagamoyo imebeba jani linaitwa Shajaratul Fikra. Kuna wenzangu Mombasa kule wanaita Shajaratul Fikra, wengine wanaita kati, wengine wanaita miraa, wengine wanaita mirungi. Nikaenda kufanya tafiti. Kama yale amekamata gizani, yaliyokamatwa ni mingapi? Ina maana tunamfaidisha jirani bila sisi kujua. Ana soko kubwa na anapata hela kupitia sisi. Nikaenda kujifunza zao hili la kati, na leo nashukuru wageni wa Kisomali walikuwepo, ndio soko kubwa. Serikali ya Somalia inakusanya mapato
zaidi ya dola milioni 8 kwa mwaka kutokana na biashara ya mirungi. Kenya inaingiza dola milioni 300 tena kwa zile nchi ambazo ziko wazi. Tanzania hatuhesabiki kwa sababu sisi tunaletewa gizani. Lakini dunia nzima mzunguko wa zaidi ya bilioni 3 dola kwenye zao hili la mirungi. Na huko nyuma nimeulizia Tanzania ilikuwa inaruhusiwa. Sasa mimi sina ushahidi na kinga ya bunge inilinge. Nasikia kuna kiongozi fulani alikuwa na rafiki anatumia. Sasa ile starehe nilipofuatilia la wastaarabu hawapendi bugudha. Hawezi kusikia mwenyekiti taarifa kapigana. Mheshimiwa, naomba nimalize. Malizia muda wako. Vitu vya msingi vinaongea vya kushauri. Sio mwenyekiti taarifa. Ile biashara huwezi kusikia mtu kamrushia chupa na kula mirungi kwa staarabu. Sasa ule rafiki yake akawa anamchelewesha muda wa kuonana naye. Kwa hiyo tunaomba Hansard zituonyeshe, sio dhambi. Tujue lile bunge lilotunga sheria walitumia vigezo vipi? Leo ukiangalia madhara inasema mirungi inasababisha kansa. Twendeni Ocean Road. Kati ya sigara ambazo la tumbaku na mirungi, wapi wagonjwa wengi wanaosababishwa kansa? Twendeni tukajifunze. Wanasema mirungi inasababisha social dependence. Tuulize zile pombe kali zinazolishwa huko Babati, Sungura na kadhalika, zipi ambazo zinaharibu vijana wetu? Ni mirungi ama hizo pombe? Mheshimiwa Mariam, umeeleweka, lakini hilo liko nje ya uwezo wa Mheshimiwa Waziri. Inabidi irudi kwenye sheria, kwa hiyo umeeleweka, tunaomba. Ndio maana naomba nimalizie, Mheshimiwa Mwenyekiti. Sheria zinaletwa kwa miswada. Nadhani serikali, mimi sio mwanasheria, ndio maana tunashauri, na yeye anao watafiti. Nadhani ana vyombo vingi ambazo wanaweza kwenda kufuatilia. Kwa hiyo twende tukajiridhishe kwamba kweli madhara ama hizo elements za uleviaji ndani ya mirungi na kwa vitu vingi. Leo wanasema mirungi inaleta madhara kiafya. Niwaulize, energy drink na mirungi ipi ambayo inaleta madhara zaidi kiafya? Muda umefika tutafakari, kwa sababu zao hili linaleta mapato mengi. Na pia nimefuatilia, Kenya inapeleka Djibouti, Kenya inapeleka Somalia, Kenya inapeleka mirungi mpaka Israeli, Jerusalem. Mirungi inapelekwa kama zao la biashara katika nchi hiyo. Baada ya kusema hayo, mimi naempenda kumalizia kwa kumpa sifa sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa. Lakini Comrade Chongolo, ama hakika Mheshimiwa Rais hajakosea kukuleta wewe. Kwanza ni muumini wa kilimo. Nakumbuka hata uanzishwaji wa benki ya ushirika, moja ya mafanikio makubwa ndani ya wizara yako, wewe ndio mwanahisa wa kwanza kununua hisa kati ya benki hiyo. Ulikuwa katibu mkuu ambaye unaenda kufanya ziara ya kichama, lakini unakagua miradi ya kilimo. Kwa hiyo mzigo umepewa mtu sahihi. Mheshimiwa Mariam, unawanyima fursa wengine, muda umepita sana. Tunaendelea na Mheshimiwa Charles Mhando Njama, Mheshimiwa Edward Olelekai Taksau na Mheshimiwa Azza Hilal Hamadi ajiandae.